Nimevutiwa mno hapa, nimekuja nimeona kuna makampuni mengi ya vijana yanaitwa startups zile, wale wanaoanza mpaka wanamiliki hospitali kwa kushirikiana na wazoefu. Ni jitihada kubwa sana, vikundi vya uzalishaji mali vya vijana pia vile na wakina mama vingi mno walionufaika na mikopo ya 10% ambayo sasa tumeipandisha imekuwa 15%. Ni wengi, na ukiwatazama na kuwasikiliza unaona namna ambavyo wana appreciate, wanameridhika na kazi inayoendelea. Msisitizo wetu ni kwamba wataalamu waendelee na hizi jitihada kote nchini, na watu wengi wana fikra ya kwamba hizi jitihada huwa zinaishia hapa kwenye 8-8, lakini mimi ningeomba kwamba niungane na wale wote wanaosema hizi jitihada ziende huko vijijini zikaongeze nguvu, na ninafahamu kwa wataalamu wanafanya kazi kubwa sana ya kuzipeleka hizi technology, maarifa. Nafahamu hivyo, waongeze jitihada zaidi. Sasa hivi fursa ni kubwa mno, idadi ya watu nchini imekuwa ikiongezeka, mahitaji ni makubwa sana. Kwa hivyo pia vile kazi nyingine nzuri na kubwa ambayo inapaswa kufanywa na wataalamu wetu, hususan wa masoko na ushirika, ni kuhakikisha kwamba kile kinachozalishwa na mkulima, mfugaji, mfanyabiashara mdogo, kisiharibike, kiende sokoni na kitapata mteja huko. Hiyo ndio kazi ambayo tulionayo. Sasa wako wengine wanazalisha, lakini bahati mbaya sana access to market, namna ya kulifikia soko ilikuwa ni changamoto, na kwa msingi huwa anakata tamaa. Sasa hili ni jambo ambalo ni muhimu sana kulitegua. Kitendawili hiko ni lazima tukitegue. Wizara ya Ujenzi, kila kinachozalishwa sokoni, kila kinachozalishwa shambani kinapaswa kisafirishwe kiende sokoni, na hapo ndio umuhimu wa barabara na madaraja. Madaraja na barabara tunazozijenga ni kwa ajili ya kuhakikisha kuwa mazao ya wakulima yanafika sokoni kwa wakati, yanafika sokoni kwa salama na amani, kwa maana yasiharibike, ili kuweza kuinua ile hali ya yule mkulima. Na hiyo kazi imefanyika kwa kiwango kikubwa. Barabara nyingi sana nchini zimekuwa zikiboreshwa kila wakati, na jitihada za serikali zinaendelea, hazijakoma bali zinaendelea kwenye kuziboresha zaidi. Nia pale gharama kubwa anayoitumia mkulima kwenye muda na uwekezaji isiishie barabarani, kwa maana gharama ya usafirishaji ikawa kubwa, badala yake iende kwake yeye mkulima, kwa hivyo auze mazao yake kwa bei nzuri, ili anapouza mazao yake kwa bei nzuri faida anaipata yeye mkulima. Kwa hivyo hilo la ujenzi wa mabarabara na madaraja ni jambo endelevu, ili kusudi kuweza kuwainua wakulima, wafugaji na wafanyabiashara wetu.